Profesa Yusuf Lule, ambaye alishika urais baada ya vita ya Kagera ama vita ya ukombozi kama inavyofahamika huko Uganda. Na napenda ufahamu kuwa wakati huo Tanzania ilikuwa haijawahi kukumbwa na dhahama kama hii tangu ipate uhuru mnamo mwaka 1961, na maanisha kwamba hii ilikuwa ni vita ya kwanza ya Tanzania tangu uhuru upatikane. Wakati huu Tanzania ilikuwa chini ya uongozi wa Mwalimu Nyerere, lakini pia nchini Uganda alikuwepo dikteta Idi Amin Dada ambaye aliingia madarakani baada ya kumpindua rais aliyekuwepo wakati huo aliyeitwa Milton Obote. Uhusiano kati ya Tanzania na Uganda ulikuwa umevurugika kwa miaka kadhaa kabla ya vita ya Kagera kuanza, na hii ni baada ya Idi Amin kutwaa madaraka kwa mapinduzi ya kijeshi mnamo mwaka 1971 akimwondoa rais Milton Obote. Kiongozi wa Tanzania yani Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akatoa hifadhi kwa rais Milton Obote. Rais huyu aliyetolewa madarakani alijiunga na wakimbizi wapatao 20,000 waliokimbia majaribio ya Idi Amin ya kufuta upinzani dhidi ya utawala wake. Idi Amin alimlaumu Nyerere kwa kuwaunga mkono na kuwapa silaha maadui zake. Licha ya mizozo ya hapo katikati kuanzia mwaka 1971 hadi mwaka 1978, hapakuwa na vita yoyote ambayo ilitokea, lakini mambo yalikuja kuharibika ilipofika siku ya Jumatatu Oktoba 9 mwaka 1978. Siku hii ilikuwa ni sherehe za uhuru wa Uganda. Baada ya sherehe zile kuisha, kuna mwanajeshi mmoja wa Uganda alivuka mpaka na kuingia nchini Tanzania na kwenda kukutana na kimada wake aliyekuwa raia wa Tanzania. Akiwa nchini Tanzania, kwa bahati mbaya aliangukia mikononi mwa askari wa nchini Tanzania, kisha akawekwa selo. Baada ya kukaa selo usiku mzima, kesho yake aliachiwa huru na akarejea nchini kwao Uganda. Mwanajeshi huyu alirudi kwao akiwa na hisia za kudhalilishwa na askari waliomkamata akiwa nchini Tanzania. Gazeti la Daily Monitor la Uganda la siku ya Jumanne ya Oktoba 9 mwaka 2017 linaeleza kuwa mwanaume huyu alipofika kambini kwake nchini Uganda alichukua silaha na kurudi kulipa kisasi kwa wale askari waliokuwa wamemweka chini ya ulinzi. Baada ya kuridhika, inadaiwa alirudi na kuelezea wakuu wake kuwa alitekwa na askari wa Kitanzania na akaeleza kuwa alipambana nao na kuwashinda. Mambo haya taratibu yalianza kuwa mkusanyiko wa matukio yaliyosababisha vita ya Kagera, kwani wakati huo Idi Amin alikuwa akiendeleza tambo zake na kuonyesha nia yake ya kuutaka mto Kagera na sehemu ya Tanzania. Mashambulizi yalianza na kuendelea kati ya Uganda na Tanzania hadi pale Tanzania ilipofanikiwa kuitungua moja ya ndege za kijeshi za Uganda. Hapa ndipo Idi Amin akageuka mbogo, akatangaza kuwa Tanzania walifanya mashambulizi ya kigaidi na wameingia nchini Uganda kwa umbali fulani. Idi Amin alituma wanajeshi wake na kuanza kuishambulia Kagera, hasa mji wa Bukoba. Kwa kuwa Watanzania waliokuwa maeneo hayo walizoea vurugu za Idi Amin, waliona ni jambo la kawaida tu. Jambo ambalo hawakujua ni kuwa wakati huo ilikuwa tofauti. Viongozi wa chama na serikali wa wakati huo hawakuripoti chochote kwa vyombo vya habari, kwani walijua ni mazoea ya Idi Amin kusogea maeneo hayo. Ilipofika siku ya Jumatatu Oktoba 30, maelfu ya wanajeshi wa Uganda waliingia tena nchini Tanzania kupitia maeneo manne: Kukunga, Masanya, Mutukula na Minziro. Raia wa Tanzania waliojaribu kupambana nao, majeshi hayo yaliwafanyia mashambulizi na kuwaua. Mamia ya wananchi wa Tanzania, hususan wanawake, walichukuliwa mateka na kupelekwa Uganda kwenye kambi ya Kilisizo. Kwa mujibu wa kitabu cha Great Britain's Policy on the Uganda and Tanzania War 1978 hadi 79, kilieleza kuwa baada ya kuteka eneo lenye ukubwa wa kilomita za mraba 1800, wanajeshi wa Uganda walianza kupora, kubaka na kuua. Baadaye siku hiyo, Radio Uganda ilitangaza kulikomboa eneo la Kagera na kusema sasa mpaka halali wa Tanzania na Uganda ni mto Kagera. Idi Amin mwenyewe alifika eneo hilo na kupiga picha. Habari za kutekwa kwa Kagera zilimfikia Mwalimu Julius Nyerere. Mwalimu hakutaka kukawiza mambo, hivyo majenerali wote wa majeshi ya Tanzania waliitwa kwa haraka na majadiliano yakafanyika. Makubaliano yalifikiwa na jeshi la wananchi likaamriwa kuingia kazini. Kwa mara ya kwanza vyombo vya habari vya Tanzania vilianza kuripoti matukio yanayoendelea huko Kagera. Mwalimu alihutubia taifa na kutoa msimamo wa taifa, na hapa ndipo itakumbukwa hotuba yake ya kishujaa na kauli yake inayokumbukwa na wengi akisema, uwezo wa kumpiga tunao, sababu ya kumpiga tunayo.
na nia ya kumpiga tunayo. Nyerere alihamasisha vikosi vya ulinzi wa majeshi ya Tanzania kushambulia. Wakati huo vikosi vya Tanzania havikuwa na wanajeshi wengi, hivyo Idi Amin alijua kabisa mpango wake unaenda sawa na aliamini atashinda vita hiyo. Ndani ya wiki chache kulitokea jambo ambalo Idi Amin mwenyewe hakutarajia. Jeshi la Tanzania liliongezeka kutoka wanajeshi chini ya 40,000 hadi kufikia wanajeshi zaidi ya 100,000, ikiwa ni pamoja na polisi, magereza pamoja na watu mbalimbali. Jenerali David Msuguri ndiye aliongoza operesheni ya kuishambulia Uganda. Vita vilipigwa kwa awamu na pia mipango ilikuwa ya kimkakati. Wakati vita ilipoanza tarehe 4 Disemba mwaka 1978, maagizo ya Mwalimu Julius Nyerere yalikuwa kuikomboa Kagera kwanza, awamu ambayo ilikamilishwa mwanzoni mwa Januari 1979 na wanajeshi wa jeshi la Tanzania